Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya siku ya leo. Ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, tambua ukuu wa damu ya Yesu. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuokoe sisi na dunia nzima. Ndugu zangu, leo kanisa linaadhimisha mateso matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo macho yetu yanainuka hadi kwenye msalaba. Kuna haja ya nafasi ya ukimya wa kutafakari na kutafakari vizuri mateso katika jamii. Lakini kwanza inahitaji kufanya tafakari ya kibinafsi ya ndani katika nyumba yako na ndani ya moyo wako. Ukitafakari mateso matakatifu ya Yesu msalabani, utaweza kumjua Yesu Kristo vyema, ndipo tutakapoweza kuwafikia pia watu wengi waliosulubiwa duniani, wanaongoja kubembelezwa na kukumbatiwa au na kutiwa moyo na wewe. Hii ndiyo nguvu tunayopokea toka msalabani. Lakini ikiwa hatukubali msalaba, ikiwa hakuna tafakari na kushiriki katika maumivu ya wengine, basi imani yetu na tumaini letu hutiwa madoa. Ndugu zangu, mateso ni bei ambayo Yesu aliilipa fidia yetu sisi. Alitupenda na alitukomboa katika joto la maumivu makali. Ni heshima na fahari kuteseka pamoja na Kristo. Sisi kama wanafunzi waaminifu wa Bwana, hatumuombi ashuke kutoka msalabani, bali tuwe na nguvu ya kubaki naye kwa matumaini ya ufufuko. Kifo cha msalabani ndicho kilichokuwa kifo kibaya zaidi ambacho kiliwekwa kwa ajili ya watumwa na wahalifu. Yesu alihesabiwa kuwa nabii, lakini anakufa kama mhalifu. Alijitwika mateso yote ya kibinadamu, akajivika mateso haya. Tunamngoja Mungu katika uweza wake ashinde dhuluma, uovu, dhambi na mateso kwa ushindi mkuu. Badala yake, Mungu anatuonesha ushindi mnyenyekevu ambao kibinadamu unaonekana kama kushindwa hivi. Na tunaweza kusema kwamba Mungu hushinda kwa kushindwa kwake mwenyewe. Katika wakati ambapo kila kitu kinaonekana kupotea, wakati wa maumivu ambapo watu wengi wanahisi haja ya kushuka kutoka msalabani, ni wakati ulio karibu na ufufuo. Na hivyo hatupaswi kuficha kushindwa kwetu, bali tujifunge ujasiri ili kumtumainia Baba kama Yesu alivyofanya. Siku ya leo ndugu zangu, kanisa haliadhimishi Ekaristi, bali linawaalika waamini kuishi katika ukimya wa kuabudu na kwa namna kali zaidi fumbo la kifo cha Kristo, hukumu yake iliyojaa dhuluma, mateso makali na kifo chake cha aibu juu ya msalaba. Tumwambie Yesu, Bwana, ninakushukuru kwa zawadi ya damu yako takatifu iliyomwagika kwa ukombozi wa ulimwengu. Naomba usituache katika mateso yetu, utusaidie ili pia tuweze kufufuka kama wewe ulivyofufuka. Tushike mkono pale tulipodhulumiwa, pale mahali ambapo hata kesi katika mazingira yetu zimeongozwa katika dhuluma, katika kudhulumiana, katika uonevu wa hali ya juu. Yesu, umeonyesha jinsi wewe ulivyovumilia. Tupe neema ya kuvumilia na kuwaombea wale ambao pengine wametudhulumu na tuna maumivu makali tunashindwa kuwasamehe. Naomba utupe neema tuweze kuwasamehe. Nakutakia Ijumaa Kuu njema. Tafakari pamoja na Kristo mateso ya Kristo, zama ndani, kufa katika dhambi, ufufuke katika upya wa Mungu.